Siku ya leo tarehe 22 mwezi wa 12 tumeweza kupata nafasi ya kuendeleza jambo ambalo tulilifanya jana siku ya tarehe 21. Jana tulifanya kata 6 na kaya 54. Leo tumepata nafasi ya kutembelea kata 5 na tumefanya kaya 48, na zoezi hili tutalihitimisha kesho kwa kata zote sasa 13 za jimbo la Uyole, na hapa inatokeza kama 11 ukijumlisha 3 zilizobaki inakuwa kama 14, lakini kata moja kwa sababu ya jiografia yake tulifanya jana kwa sehemu na leo tumefanya tena, kwa hiyo ndio maana zinakuwa jumla kama kata 11. Kwa hiyo tumefanya kaya 54 jana, leo tumefanya kaya 48 na tutahitimisha zoezi kesho. Kwa hivyo tumepata hiyo nafasi ya kuwapatia kidogo zawadi kwa ajili ya sikukuu kaya hizo ili kiweze kuwasaidia kipindi hiki, lakini pia nitoe wito kwa jamii kuendelea kusaidiana katika jamii, kwa sababu wahitaji wako wengi kuliko hawa ambao sisi tunawasaidia, na si lazima umsaidie mtu na kitu kikubwa sana, kwa sababu kila mmoja anadaiwa kwa kile alichobarikiwa nacho. Kwa hiyo hata kama umebarikiwa kidogo, basi msaidie jirani yako na hicho kidogo, ili kila mmoja aweze kuwa na tabasamu, ili kila mmoja kipindi hiki cha sikukuu aweze kuwa na furaha kama wewe ulionayo au kama mimi nilionayo. Na tunapojifunza hivi ni kwamba tunajifunza kwa maana mioyo yetu iwe ni mioyo ya kutoa, na si kipindi tu cha sikukuu, lakini hata kipindi ambacho sio cha sikukuu wako watu wengi kabisa huwa wanakuwa na tabu, lakini kama sisi kwenye jamii tukiwa na mwamko huo wa kusaidia, basi jamii nzima inakuwa na furaha, jamii nzima inakuwa na amani moyoni. Pamoja na hayo, tunapotembea huku kwenye mitaa kuna watu ambao wanakuja sasa na shida mbalimbali ambazo si lazima ziwe zinahusika na lile lengo letu ambalo tumekuja hapa. Na leo tumepata mama mmoja ambaye ana mtoto mwenye ulemavu wa miaka 6 ambaye anasema aliwahi kumpeleka hospitali mojawapo, wakamwambia ni jambo linalotibika, lakini sisi tumekubaliana sasa atapelekwa hospitali yetu ya rufaa ya Kanda kujaribu kumfanyia uchunguzi ili tuone kama tatizo lake linatibika au kuna namna gani ya kumsaidia huyu mama, kwa sababu kwa leo ilikuwa apewe kitimwendo, lakini tumeahirisha hilo la kitimwendo kwa sababu kitimwendo kilichokuja ni cha mtu ambaye ni mkubwa kidogo. Sasa huyu ana mwili mdogo, kwa hivyo kile kitimwendo hakitamsaidia. Tutatafuta kitimwendo cha mtoto ili apewe, lakini wakati huo tutafuatilia matibabu yake. Lakini mama yake pia ameeleza kwamba kwa sasa hana shughuli anayoifanya kwa sababu ya mazingira alionayo na mtoto, na ameomba mtaji. Kwa hiyo tumempatia mtaji ili aanze kufanya biashara, aweze pia kumsaidia mtoto katika mahitaji mengine, wakati sisi tunafuatilia huko kwenye hoja ya matibabu. Kwa hiyo kwenye jamii kama ninavyosema, wahitaji ni wengi kuliko tunao